Aliyekuwa mbunge wa jimbo la Nzega vijijini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Hamisi Kigwangalla ameshauri kutafutwa kwa namna itakayowezesha kufutwa kwa kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Katika machapisho yake ya Septemba 30 mwaka huu wa 2025 aliyoyaweka kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram, Kigwangalla ameandika kwamba nikimnukuu, "Tena kama mkifikiria vizuri zaidi, mtatekeleza dira ya Mama Samia Suluhu Hassan ya 4Rs, yaani maridhiano, mabadiliko, kujenga upya na uvumilivu, na slogani yake ya kazi na utu, kwa kutafuta kifungu kitakachoisaidia mahakama kuifuta kesi inayomkabili ndugu Tundu Antipas Lissu." Katika hatua nyingine, Kigwangalla ambaye pia ni waziri wa zamani wa mali asili na utalii amesisitiza kutopuuzwa kwa sauti za wananchi juu ya mambo mbalimbali yanayoendelea nchini. Watanzania wamechimba mkwara kuhusu madai ya kutaka kuandamana na kuzuia uchaguzi. Sote tunajua hawawezi kuandamana, lakini sauti yao imesikika. Wamesema na tumewasikia, tusiwapuuze, tutoe uongozi, tuunganishe taifa, tujenge, ameandika Kigwangalla. Wakati huo mbunge huyo wa zamani wa Nzega vijijini ameshauri kufanyika kwa mazungumzo baina ya serikali pamoja na wale wenye manunguniko, hususan wale wanaohubiri no reforms no election kabla ya uchaguzi mkuu, ili utakapofika wakati wa uchaguzi tushuhudie ushiriki wa wananchi wa itikadi zote. Rai yangu jobless ni kuwa mlioko serikalini, tafuteni namna ya kuzungumza na hawa watu wa no reforms no election ili tufanye uchaguzi, aliandika Dr. Kigwangalla. Pamoja na hilo, Kigwangalla amesisitiza suala la upatikanaji wa katiba mpya nchini ambayo itaenda sambamba na mabadiliko ya nyakati na mahitaji ya sasa, jambo ambalo amesema upatikanaji wake baada ya uchaguzi mkuu litakuwa ni suala muhimu kwa mustakabali wa taifa. Twende kwenye mabadiliko ya katiba, tuisuke upya nchi yetu. Katiba hii, yaani katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inayotumika sasa, imekuwa bora sana kwa kipindi chake, na sisi tunaoishi leo tutengeneze katiba mpya itakayoishi miaka mingine zaidi ya 50, aliandika Dr. Kigwangalla. Lakini hata hivyo amekipongeza chama chake cha Mapinduzi CCM kwa kuahidi kufanya mabadiliko ya katiba kupitia ilani ya uchaguzi ya chama hicho ya mwaka 2025-2030 inayoahidiwa sasa na wagombea wa CCM kuelekea uchaguzi mkuu, jambo ambalo wanaamini kuwa utekelezaji wa ahadi hiyo, endapo Watanzania wataunga mkono kwenye uchaguzi mkuu, utakuwa na manufaa makubwa kwa taifa. Je, una maoni gani kuhusiana na maoni hayo aliyoyatoa mbunge huyu wa zamani wa Nzega vijijini ambaye alipigwa chini katika kura za maoni za wajumbe kugombea tena nafasi ya ubunge mwaka huu wa 2025?